Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, karibu kwa taarifa za mbiu ya KTN Jumapili hii. Mimi ni Mary Kilobi. Rais Uhuru Kenyatta amefunga rasmi kongamano la kimataifa la biashara kuhusu Japan na Afrika katika jumba la mikutano la KICC hapa jijini Nairobi. Mtazamaji, mkutano huo umewaleta pamoja zaidi ya washirika 6,000 huku mataifa ya Afrika yakitia saini mikataba mingi ya maelewano ya kibiashara na Japan. Miongoni mwa wageni watajika katika kongamano hilo ni Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe. Na sasa tunaungana na mwanahabari wetu Ali Manzu ili aweze kutupa muhtasari wa maafikiano hayo. Asante sana Mary Kilobi na kupata vyema katika studio. Tuko nje ya majengo ya jumba la mikutano ya kimataifa yani KICC katikati mwa jiji la Nairobi, sehemu ambayo katika siku 3 zilizopita kumekuwa na mkutano wa kimataifa. Ilikuwa ni warsha ya kimataifa ya maendeleo barani Afrika ya Tokyo, ambapo serikali nzima ya Japan ilikuwa katika sehemu hii na ilikuwa inakutana na viongozi mbalimbali. Ni taarifa ambazo tumekuwa tukiwapa tangu jana hadi hii leo, ambapo mkutano wenyewe mtazamaji kwa sasa basi ndio umetia nanga, na Rais Uhuru Kenyatta akiwa na viongozi mbalimbali kutoka bara la Afrika walitia sahini makubaliano mbalimbali. Jumla ya makubaliano ni 73 mtazamaji, ambayo yaliweza kutiwa saini barani Afrika. Na labda tu nikudokezee, Kenya tumepata makubaliano yani MOU 20, na kwenye makubaliano ya 20 ni kati ya serikali na hata mashirika yasiyo ya serikali ambayo yameingia kwenye mkataba na makampuni mbalimbali kutoka Japan kule. Lakini hapa nchini Kenya tunawakilishwa na kampuni 10 kutoka Japan, yakiwemo taasisi za benki na hata mashirika mengine ambayo ni ya miundo misingi na mashirika mengine ambayo ni ya mbinu za teknolojia ya kisasa. Na hii bila shaka ni fahari kubwa kwa taifa la Kenya kuwepo na makubaliano hayo, ishara tosha kwamba serikali ya Japan imeongeza kasi na imeongeza nguvu zaidi katika miradi ambayo inayosaidia mataifa mbalimbali barani Afrika, Kenya ikiwemo moja wao. Mashirika tu mbalimbali katika taifa la Kenya, kwa mfano kuna kampuni inayojulikana kama Seven Seas Technology, ni mojawapo ya kampuni ambayo imefaidi vyema sana katika kupokea huduma kutoka kwa shirika moja kutoka kule Japan kuhusiana na masuala ya teknolojia ya kisasa. Na vile vile kuna halmashauri ya wawekezaji hapa nchini Kenya almaarufu KenInvest, ambao pia ni mojawapo ya watu ambao wamefaidi vyema kabisa kwenye miradi hii ambayo ilitiwa saini mapema siku hii ya leo mwendo wa mchana hivi, kati ya Rais Uhuru Kenyatta na serikali ambayo ilikuwa inaongozwa na Waziri Mkuu Shinzo Abe, ambaye bado yuko hapa na wamemaliza mkutano wao muda mfupi tu ulioisha mtazamaji. Lakini ili kupata mengi zaidi, niko na mmoja wa watu ambao wamefaidi sana kwenye miradi hii, naye si mwingine bali ni Daktari Moses Ekiara, ambaye ni katibu mkuu katika shirika lile ama halmashauri ile ya KenInvest hapa nchini Kenya. Kumbuka hili ni shirika la serikali bila shaka. Kongole sana kwanza kwa kupata mradi huu ambao mtakuwa mnasaidiana na serikali ya Japan katika kuendeleza taifa la Kenya, yani kimaendeleo. Labda kwa manufaa ya mtazamaji wetu, ni mambo gani ambayo mumeangazia zaidi na yalipelekea nyinyi pia kupokea miradi hii? Asante sana kwa kunialika hapa. Wacha nianze kwanza kwa kusema Japan imekuwa na uhusiano na Kenya kwa miaka mingi. Tumekuwa tukipokea ile percentage kubwa ya ile usaidizi yenye Japan inatolea nchi zingine. Hata wakati ule institutions kama World Bank, IMF asikuwa zinasaidia Kenya sana. I think Japan ilikuwa rafiki wa Kenya kabisa. Tuseme kwanza pia kumekuwa na makampuni hapa Kenya. Ingawa kwa muda mrefu ilikuwa kama makampuni kama 20-30 na wengi walikuwa wanafungua tu duka hapa ya kuuza vifaa zao. Lakini sasa kwa miaka iliyopita chache, tuseme miaka 2 imepita, tumepata kampuni zaidi ya 11 zimekuja kuwekeza hapa. Hizo zote kutoka Japan. Kutoka Japan. Na tuseme sio kufungua tu duka ya kuuza vifaa, wanafungua hata viwanda.
factory za kujenga vifaa. Kumaanisha pia idadi ya watu wanaoajiriwa na kazi hizi pia ni inaongezeka. Tuzungumzie ile miradi ambayo imepelekea nyinyi kupokea kwenye yale makubaliano kuchukua ajira, sio ajira bali miradi ile kupewa nyinyi kama Kenya Invest hapa nchini Kenya. Kama Kenya Investment Authority tumetia sahihi mikataba 3 leo. Miwili ya hayo tulikuwa tunaongeza, tumekuwa na uhusiano miaka 2. Ndio. Sasa tulikuwa tunafanya upya, tuna renew. Moja ni hiki chama kinaitwa JETRO, Japan External Trade Organization. Ndio tumetengeneza nao, tumeshirikiana tukatengeneza Japan African Business Forum yenye imetia fora hapa sana. Kumekuwa na expo, kumekuwa Kenya House huko, African Pavilion, kumekuwa na makampuni 100 ya Japani inaonyesha vifaa yao hapa na teknolojia. So tumelishikana na hawa kutengeneza hiyo forum, ikuwe pamoja na TICAD. Sasa tumeongeza upya hiyo mkataba yetu kati nao. Ya pili ni ipi? Ya pili ni kuna benki mbili. Ndio. Moja ni Mizuho Bank. Mizuho Bank ni banki kubwa huko na tumeweka mkataba kwamba tukitaka kuleta wawekezaji huko watatupatia customers wao. Watuonyeshe na wapeleke ujumbe wetu kwa customers wao wawalete hapa. Pia tumeweka sahihi na mkataba mwingine na Bank of Tokyo, Mitsubishi. Pia ndio banki kubwa kabisa Japan. Na katika ulimwengu wako kati ya banki kama tatu ama 5 zile kubwa kabisa. Na hao tumetia mkataba tukasema wakileta investors hapa sisi tunapea huduma facilitate kwa haraka tena kwa professionally. Lakini hivi sasa tunavyozungumzia Daktari Kiara ni kana kwamba kufanya kazi Kenya kidogo kulikuwa na wakati mgumu, labda wale wawekezaji kutoka nje wanapata wakati mgumu kuja kuingia na kupata mazingira mazuri. Je, mumetengeneza mazingira mazuri kwanza kwa wafanyabiashara wale wawekezaji wa nje kuingia kiulaini na kuendelea na shughuli zao? Kenya yafanya vyema sana sasa. Kwa miaka vile tunaendelea ile business environment tunaendelea kuimarika. Ujue kwa kwanza sasa juzi 2015 Kenya ilikuwa namba 2 ulimwenguni kwa improvement. Sasa tukapata tuko rank namba 108 kutoka kwa karibu inchi 200. Na tunaelekea mbele. Target yetu ni kwamba miaka ingine 2-3 tuko namba 80-60 tukienda chini. Ndio watu wakikuja hapa wanafurahia. Vyema kabisa. Swala lingine ambalo ni la msingi pia ni kuangalia idadi ya misaada tunaopokea hususan kutoka mataifa ya nje. Hivi sasa Japan wameingia na wameleta zaidi ya shilingi trilioni kadhaa hapa nchini Kenya kuja kuimarisha uchumi wa taifa. Hili ni deni. Hiyo usaidizi kuna kuanga nyingi ni ile tunaitwa grants. Unasaidia nchi na kutengeneza miradi kadhaa wa kadhaa. Kuna wakati mwingine unaweza kuona pia kuna ile maybe mkopo, lakini hata ule mkopo uko na very soft terms, uko na friendly concession terms. Kwa hivyo usaidizi sana sana kwa Afrika wanapeana grants. Na Japan imepata reputation ya kwamba wakifanya promise, wakiweka ahadi lazima waitimize. Wanaitimiza. Mwisho kabisa kabla sijakuacha nataka kuuliza swali ambalo niliuliza jana pia baadhi ya wageni wetu hapa. Kwa nini Afrika inakuwa inalengwa hivi na watu ama mataifa kutoka sehemu ya mashariki? Kila mtu anataka kuingia Afrika na kuweza kuwekeza. Kuna nini Afrika? Kuna nini hapa Kenya? Afrika na Kenya kuna ile tunaita investment opportunities mingi sana. Unajua ukienda kwa nchi zingine kama huko Japan ama Europe unapata hata mtu akiwekeza ile mapato anapata ni kidogo, kwa maana economies zina grow pole sana chini ya 2% kila mwaka, hata mara nyingine ni 1%. Kwa hivyo wanatafuta pahali wanaweza kuwekeza, pahali watapata mapato ya juu. Na hapa unajua unaweza kuwekeza upate hata mapato ya 20%, upate hata 30%. Kwa hivyo wangependa kupeleka capital huko wa invest ndio wapate mapato ya juu. Unawaambia nini sasa yule Mkenya wa kawaida manufaa ya mkutano kama huu ambao umefanyika hapa? Atafaidika vipi yule mwekezaji hapa chini ambaye ni wa kima cha chini? Kwanza kabisa tumekuwa na makampuni zaidi ya 60 kutoka Kenya hapa wenye wamechukua kibanda na wakaonyesha product zao na wanatafuta nini.
kuna wengine tumepatia pia ile wanaita SME, wale wana biashara wa chini, tumewapea pahali ya kuhusia vifaa yao, ndio pia wapate pesa kidogo. Ile kitu ningehimiza wa Kenya ni kwamba ukiona hii mkutano usikae tu, yani uangalia kwa mbali. Inafaa uchunguze, kuja ulize sisi, uliza wengine, nani wale wanakuja, naweza kufaidika namna gani? Nini ninachotaka nafaa kufanya ndio niweze kupata manufaa, na tutawasaidia. Tuko na agencies mingi za serikali zimewekwa pale kusaidia Wakenya ndio wapate kufaidika. Mwisho kabisa, kukatamatisha kwa dakika moja tu, mkutano kama huu ni wa kimataifa sana na ni wa kwanza kufanyika barani Afrika na Kenya tumebahatika kuingia hapa. Hisia zako ni zipi kumalizia? Kumalizia ni kusema hata sio hiyo mkutano peke yake. Nasema serikali, rais wetu na naibu wake na cabinet ministers, mawaziri wamesaidia sisi kuuza Kenya vizuri kabisa. Ukiangalia ile investment Kenya hapa ile kutoka ng'ambo, miaka hii imepita miaka 4, karibu kila mwaka ina grow 100%, karibu na 90, 98, 95. Kwa hivyo tunafurahia sana na tungependa tuendelee kupata kongamano kama hizi, ndio watu wale waje kuona Afrika. Wale wanafikiria kwamba watu bado ni masikini, hawana ni matatizo tu, wanakuja wanajionea na ndio wanaamua kufanya biashara na sisi. Asante sana Daktari Moses Ikiara. Ni mkurugenzi mkuu wa halmashauri ya KenInvest hapa nchini Kenya, shirika ambalo linaangazia sana masala ya uwekezaji katika taifa letu la Kenya, kuangalia mazingira mazuri hususan kwa wale ambao wangependa kuwekeza katika taifa la Kenya. Ni mkutano wa TICAD 6 ama TICAD 6, mkutano wa kimataifa wa Tokyo ambao unaangazia masala ya maendeleo barani Afrika na umetinga kama tamati siku hii ya leo. Asante sana na nakurudisha moja kwa moja studio kwa Mary Kilobi kwa taarifa zaidi. Na asante sana mwenzangu Ali Manzu kwa kuweza kutujuza baadhi ya masuala ambayo yamejadiliwa, na bila shaka mtazamaji, ni taarifa ambayo itaangaziwa kwa kina katika taarifa zetu za habari mwendo wa saa 1 katika KTN Leo Weekend. Basi usikose kuwa nasi, lakini tunaendelea na taarifa zetu. Jamii ya Magharibi ya Kenya inapania kumpendekeza mgombea ambaye atawakilisha kwenye kinyang'anyiro cha urais. Seneta wa Busia Amos Wako amesema viongozi wa eneo hilo wanajadili mpango mwafaka wa kuafikia atakayepeperusha bendera kwenye uchaguzi mkuu. Haya yanajiri huku chimbuko la vuguvugu liitwalo Mulembe Consciousness likitafuta ufuasi katika eneo. I confirm that we are having discussions on how we can first of all mobilize our people to register as voters. As you know, the political weapon is always the numbers. And we know that we in Western Kenya, we come very near. We are second, if not very near to becoming first. And therefore we should utilize that position to ensure that our political strength, our political influence is commensurate with our population. Na mbunge wa Magarini Harrison Kombe amewataka wakazi wa Pwani kuhama muungano wa upinzani CORD na kujiunga na serikali ya Jubilee. Matamshi haya yanajiri huku Rais Uhuru Kenyatta akitarajiwa kuzuru Pwani na kuzindua miradi ya maendeleo. Wadadisi wa kisiasa wanadhania ziara hiyo ni matayarisho ya uchaguzi mkuu ujao. Eneo la Pwani limekuwa ngome ya CORD huku Jubilee ikipigania kupunguza makali ya CORD katika pwani ya Kenya. Hakuna haja ya kwamba saa zote tukaweze kuegemea mahali ambapo hakuna manufaa. Wahenga walinena mwegemea nundu huondoka na mafuta. Hivyo basi tukiegemea upande wa serikali ni sisi tutakao faidi licha ya yale mengine yote ambayo tunayafikiria. Na mtazamaji, hii leo katika sehemu ya pili na ya mwisho ya Ngware ya Jinsia, mwanahabari wetu Lofty Matambo anaendelea kuzama katika ulimwengu wa watu waliozaliwa na jinsia mbili na kutambuliwa vibaya na wazazi na madaktari. Kijana James Karanja aliyefahamika awali alipozaliwa kama Mary Waithera anaelezea masaibu ya kusomea shule ya bweni ya wasichana, kushindwa kupata kitambulisho na kubaguliwa na jamii. Kulikoni?
Hiki hapa kionjo cha makala haya yatakayokujia saa 1 katika taarifa zetu za KTN leo wikendi. Nilikuwa nafikiria nikiumwa na tumbo, nilikuwa nasikia wakisichana wakisema okay, niko na cramps. Sasa siko najua cramps ni nini. Sasa mimi nikisikia naona najisokota tumbo. Sasa na mimi wakati nakula maharagwe mingi nasokota na tumbo. Niliona yeye hana mambo mazuri ya mwanamke au ya mzee. Anafanya assessment, unajivua uchi, anakufanyia zote. Sasa ananiambia siandiki barua kwa sasa, wacha tu nikutume kwingine. Sasa unaona ni kama wakubali kujitokeza kusimama katika jambo hilo. We are not sure whether James was born here. Kitendawili ibuka ni ukosefu wa stakabadhi zake. Used to wake up at 3, take shower. Nikichelewa kuamka 5 na lala mpaka 6. Sasa ile watu wote wameamka na wakaenda classes. So nikiamka sasa in case mwalimu mwenye kwa duty anipate, I will say that since I was the head girl. Hii ni ngware ya jinsia. Na mtazamaji, ni makala moto kabisa. Atakujia mwendo wa saa 1:30 katika taarifa zetu za KTN leo weekend. Basi usikose kujiunga nasi. Hii leo hatutakuwa na ile sehemu ya nususi ya jinsia. Tukiendelea na taarifa zetu, huku ukisalia muda wa chini ya mwezi mmoja kabla ya chama cha muungano wa JAP kuzinduliwa rasmi, Gavana wa Bomet Isaac Ruto ametangaza kwamba huo utakuwa ni mwanzo wa chama chake cha mashinani kuteka eneo la Bonde la Ufa. Aidha, Ruto amepongeza wabunge kwa kuondoa kipengee cha kuwazuia wabunge kuhama vyama. Burudani la mashinani. Gavana wa Bomet Isaac Ruto akifungua afisi ya chama cha mashinani au CCM mjini Litein. Ile chama cha URP imekufa na itazikwa tarehe 9. Akitoa utabiri wa kifo cha chama cha URP wakati JAP itazinduliwa mwezi Septemba. Nguvu yake mpya ikitoka kwa uamuzi wa wabunge kuondoa kipengee kinachowazuia wabunge kuhama vyama kwenye mapendekezo ya sheria kuhusu uchaguzi. Tayari vyama kadhaa vimetangaza maazimio ya kujiunga na JAP kama kile cha TNA Septemba 9. The sole purpose will be to wind up that party to ensure that it now stands buried and to be counted only amongst those that once existed in the annals of history. Huko Bomet, chama cha Jubilee kimeonekana kupendekeza Daktari Joyce Laboso kama wembe wa kumnyoa Ruto. Ruto akisisitiza hata banduka. Mark Namaswa, KTN News. Na washikadau wanaoshughulikia ustawi wa mbuga ya Masai Mara wanasema kuwa pana haja ya kutumia mbinu mpya ya kuipigia debe mbuga hiyo ili kuimarisha kibiashara. Wakizungumza katika hafla ya kufuzu kwa waelekezi 23 wa watalii, mwenyekiti wa muungano wa jamii ya uhifadhi wa Mara Linus Gitahi amesema mbuga hiyo ikiboreshwa itavutia watalii wengi wa nje na vile wa ndani. Na kulikuwa na wasiwasi mkubwa baada ya mtalii mmoja kuuawa na mwingine wa asili ya Kichina kushambuliwa kwa kisu, hatua ambayo imefanya baadhi ya wenyeji kupewa mafunzo ya kuwapokea watalii. We are developing in some of our conservancies at least a consolation scheme so that if we lose livestock to wildlife, we pay a consolation fee so that the landowners are not agitated to kill. So in this regard, Mara North, as one of the conservancies, has a scheme that employs some of its staff to move around to confirm and assess the damage to which the wildlife has caused to the
Baadhi ya wanachama wa Ford People wameghadhabishwa na hatua ya mwenyekiti wa chama hicho mhandisi Albert Nyaundi kutaka kivunjiliwe mbali na kujiunga na Jubilee. Hata hivyo, Nyaundi amewataka wafuasi hao kuwa na subira huku majadiliano zaidi yakiendelea kufanywa. Mwanahabari wetu Nico Mbua anatathmini hali ya Ford People katika muungano wa Jubilee. Inatarajiwa chama kipya cha Jubilee kitazinduliwa mwezi Septemba, mpango unaodaiwa kutengewa zaidi ya shilingi bilioni 2. Chama hicho kitahusisha zaidi ya vyama 13 kuungana katika mpango wa kuunda serikali kwenye uchaguzi mkuu ujao. Aidha, kinachoendelea kuumiza na kukanganya vichwa vya wasimamizi na wanachama wa vyama hivi vidogo ni iwapo kweli watavunja vyama vyao au watasalia na vyama vyao katika chama hicho. Kisa cha hivi karibuni ni kile cha aliyekuwa waziri wa ugatuzi Anne Waiguru kupewa cheti cha kujiunga na TNA ambayo iko kwenye mstari wa mbele kujiunga kwenye Jubilee Party na shughuli nzima kuendelea kutiliwa shaka. Wasiwasi huu umekumba chama cha Ford People, fununu zikienea kwamba tayari chama hicho kimevunjwa kujiunga kwenye basi jipya la kisiasa. Sisi kama Ford People, msimamo wetu asa hiyo kiama kikufunjwa tumeswe na Jubilee, hiyo sasa inaonekana pengine mambo mengine yataweza kutendeka, watu wataweza tena kutafuta pahali wataingia. Hatuko kwa lugha moja eti tufunje chama na wako tujulisha wameitwa kwa president. Unajua rais wa Kenya ukiitwa lazima ujulishe members wako unaitwa, unaenda kuongea mambo ya party, na wewe ukienda huko useme tena pale alijiintroduce kama bad leader. Bad leader ni mzee Nyachae atengao amestaafu. Wanachama wa Ford People wanasema kwamba hatua ya chama chao kumezwa na Jubilee itakuwa ni hasara kubwa mno kwa wale waliohusika kukiunda chama hicho kutoka uchanga wake. Hakuna soko haina wazimu. Hakuna nyumba ambayo hakuna mmoja atakuwa mgonjwa. Sasa wale mmoja wawili ambao hawako kwa kauli hii imetengenezwa leo, of course wako na huru, wako na haki yao kwenye constitution kuongea vile wanataka. Wanamlaumu mwenyekiti Albert Nyakundi kwa kuongoza kundi la wanachama 300 kubomoa chama cha Ford People, huku akisema kuwa pia amepinga juhudi za kuandaa mkutano wa wajumbe kutatua tatizo hilo. Tutaingia kwenye ile party ambayo Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ametengeneza ambayo inaitwa Jubilee Party. Ni mkanganyiko ambao unakumba vyama vingi vinavyonuia kujiunga na chama kimoja cha Jubilee, hatimaye vyama vidogo ikisalia kwenye mizani. Baadhi ya viongozi upande wa upinzani wametaja hatua ya Jubilee kama kurejesha nyuma taifa kwa kutaka kurudi kwenye zama za chama kimoja. Nicholas Mbua, KTN News, Nairobi. Na wachuuzi na wafanyabiashara wengine kwenye soko la mji wa Wundanyi Taita Taveta wameandamana wakilalamikia hali duni ya usafi. Walifululiza hadi afisi ya gavana na kudai kuwa kuna ukosefu wa huduma za kimsingi kama vile vyoo sokoni, ilhali kaunti inazidi kukusanya ada kutoka kwao. Takriban wafanyabiashara 300 mjini Wundanyi wakililia haki za huduma kutoka kwa serikali ya kaunti. Kama mtu amelipa license na tena ufuate ulipe ingine, ni ya nini? Tatu, wanachukua pesa ya mwananchi kila siku na wanashindwa kutoa huduma. Maandamano yao yakikwamisha shughuli mjini humo kwa masaa 4, wakilalamikia miongoni mwa mengine kufungwa kwa vyoo mumo sokoni, wakilazimika kujisaidia vichakani, serikali ikisema vyoo vimejaa. Mimi nisangine ninafanya kazi haya. Namfunga mtoto nguo. Na sina nitaenda kutupa hapo takataka. Hata nasema hapa mnazaa msizae. Wanakisia kwamba serikali ya kaunti hukusanya shilingi 400,000 kila siku kutoka kwao bila kutoa huduma zinazofaa. Naye afisa mtendaji mkuu wa biashara wa kaunti alipokabiliwa akasema hata kaunti pia imelazimika kuzungumza na mashirika kama Kenya Power yawe na subra, kwani kaunti pia ina changamoto za kifedha. Ni kwa sababu sasa pesa imechelewa katika national government, lakini bado wananchi wetu wanahitaji hizo services. Wafanyabiashara pia walilalamikia kulipia leseni za biashara mara kadhaa na kukatiwa umeme. Walimpa gavana makataa ya wiki 2, la sivyo watakoma kulipa ada. Mark Namaswa, KTN News.
Na mtazamaji, katika marudio ya makala ya Tembea Kenya ambayo sisi huwa nayo kila siku ya Jumamosi katika taarifa zetu za KTN leo wikendi, eneo la Kobi Fora ufuoni mwa ziwa Turkana linazidi kujitokeza kama ngome ya kihistoria ya binadamu. Watafiti wa historia wamegundua mifupa na dalili nyingine za binadamu wa kale kama nyayo za binadamu. Eneo hilo pia lina mifupa na magamba ya wanyama wa baharini wanaodokezwa kuwa huenda ziwa Turkana lilikuwa kubwa zaidi kuliko lilivyo sasa mamilioni ya miaka iliyopita. Mwanahabari wetu Mark Namaswa alipiga kambi katika eneo hilo na kutuandalia makala haya ya Tembea Kenya. Kobi Fora, eneo lililotia fora kwenye vitabu vya historia tangu siku za marehemu mtafiti Dr. Louis Leakey na hata sasa. Safari ya kutazama chimbuko la binadamu inaanza kwenye kambi ya utafiti ya Kobi Fora, kaunti ya Marsabit. Utulivu hapa ukitoa mazingira mwafaka kwa utafiti wa makini. Mtafiti Jack Harris akisimulia tamthilia ya chimbuko la binadamu. Erosion has made it possible to expose, in a sense, the history of humankind going back to at least 4 million years and up to about 1 million years, the early stages of human evolution. There's no other place like it in Africa. Na leo kumepatikana nyayo mpya wanazokisia ni za binadamu wa kale eneo hili. We have unearthed for the first time in this area a group of human ancestors that seem to be walking together at the same time. At least 7 individuals, and they're going about the same speed in the same direction, which tells us that they must be walking together. Eneo hili ni mashariki mwa ziwa Turkana. Mtafiti David Kipkebut akisema lina utajiri mkubwa wa taarifa za kale. Tulikuwa tunapata tu kama saa sangine tunapata kama saa nyingine. Pata sangine tunapata baada ya siku mbili. Iko ngine tumepata pandi. Eneo pana la ziwa Turkana zamani lilisemekana kuwa nchi yenye rutuba, maji na wanyama kwa wingi. We've got evidence of stingrays. And so they would have swum up the river. So there was a connection, in other words, between Lake Turkana and the coast of Kenya. Kwa mujibu wa watafiti, viumbe kama Turkana boy waliishi eneo hili kwenye mazingira afadhali takriban miaka 1.5 iliyopita. Mabaki ya mifupa yake yakihifadhiwa makavazi ya kitaifa Nairobi. They were the great grandsons and granddaughters of the Turkana boy, walking right here and showing us that the Turkana boy had feet and had the kind of walking like us and had a social behavior. Na nyayo hizi zinakisiwa kuwa na umri wa miaka 1.4. Lakini je, watafiti wanatambua vipi miaka ya mifupa, nyayo au fuvu? We've got all these volcanic ashes. Okay? And they have a time clock really in those ashes that a geophysicist can unlock and tell us what the time was. Yeah, that's this mess. Ziwa Turkana lilivyo mwaka 2016. Bado kwa umbali rangi yake ni kijani kibichi, sawa na lilivyokuwa Oktoba 1888 wakati Count Samuel Teleki, raia wa Austria, alipoliona na kulipa jina la the Jade Sea au ziwa la kijani kibichi. Lakini kabla ya Teleki, ziwa hilo lilikuwa pana zaidi, ufuo wake ukifika bonde hili kwa jina Dongorian Kobi Fora. The sands behind me are evidence of the lake at around 10,000 years ago was 80 meters higher than the present lake. Ukifika hapa waweza kuokota magamba ya viumbe wa majini au kukumbana na mifupa ya kale. This is a piece of fire-cracked rock, so they had fireplaces, and they were also using very exotic rocks, that's chert, quartz, and also obsidian.
Safari ikielekea kaskazini mwa ufuo wa ziwa, eneo jipya palipohifadhiwa mifupa ya mamba wa kale enzi za mababu, himaya ya mbuga ya wanyama ya Sibiloi. Mamba huyo aina ya Euthocodon brumtai anasemekana kuishi eneo hili mamilioni ya miaka iliyopita. Euthecodon, one of the fossils that we have in this site, not too far from here, is an early crocodile that lived here about 2 million years ago. A fish-eating crocodile, so with a very long snout, an indication that it was, living in water and catching fish. Na miaka hiyo, mababu wa binadamu aina ya Homo erectus pia walitamba huku. Haya pia ni masalio ya magamba ya kobe mkubwa yaliyohifadhiwa huku, ukubwa wake ukidhaniwa kugeuka kizingiti wakati hali ya anga ilipozidi kuwa kame zaidi. Yeye na wenzake wakaangamia, huku binadamu akizidi kubadilika kimaumbile na kiakili kujisetiri jangwani. Tukisaka zaidi mababu wa binadamu waliishi mazingira yapi, tunaelekea kaskazini zaidi. Hapa changamoto za usafiri jangwani zinaibuka. Inabidi harambee ifanywe kulikwamua gari changaraweni. Mojawapo ya maajabu hapa ni eneo la msitu kwa jina Petrified Forest. Inakisiwa miti hii ilikuwa hapa miaka milioni 7 iliyopita. As you will see, they are huge trunks, meaning that there was sufficient water for these trees to grow, and that is why they grew to that huge size. Na jinsi magogo haya yamehifadhika kwa mamilioni ya miaka inastaajabisha pia. Na hakika unapogusa magogo haya ni magumu kama miamba. Lakini tena wanasayansi utathmini umri wa masalio ya kale kama miti kivipi? When you look at the trunk itself, it's not possible to know. But if in future we find some fossil impressions of leaves, then we can use that to identify the tree species. And here are two of our unsung heroes. Kwa sasa bado uchimbuaji na utafiti unaendelea maeneo haya ya nyika karibu na ufuo wa ziwa Turkana. Vitu vya kale vikizidi kuchimbuliwa na kutoa taarifa kuhusu mazingira na nyayo walizofuata mababu wa kale. Wataalam wana matarajio kwamba kupatikana kwa nyayo eneo hili kutatupa vidokezo zaidi kuhusu maisha na mienendo ya binadamu wa kale. Mark Namaswa, KTN News, Kobifora, kaunti ya Marsabit. Na mtazamaji, basi tunakomea hapo kwa taarifa zetu za mbiu ya KTN hii leo. Na basi ninapoondoka tutapata marudio ya makala ya ngwara ya jinsia, makala ambayo tuliyapeperusha hapo jana, na kukumbusha tu katika sehemu ya pili mwendo wa saa 1:30 tutakuwa na sehemu ya pili ya makala hayo ya ngwara ya jinsia ambayo imeandaliwa na mwanahabari mwenza Lofty Matambo. Naondoka kwa sasa, tukutane mwendo wa saa 11 na taarifa za yanayojiri. Jina langu ni Mary Kilobi.